Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala a'lai wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiyai wa ala alihi wa sahbihi wa asfiyai, amma ba'd. Langu jina anaitwa Ustadh Maalim Ibn Omar. Karibu mtazamaji wa Rapta TV Maisha Mitindo. Leo tupo katika kipindi cha darasani na leo tutakwenda kujifunza nini maana ya takwa. Inawezekana mpenzi mtazamaji, takwa neno hili ukawa unalisikia mara nyingi zaidi, lakini usielewe ama mtu asiwe anajua maana yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'ani, walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah, kwamba tafsiri ya aya hii ni kwamba na hakika tumewahusia wale tuliowapa kitabu waliokuwa kabla yenu, na nyinyi tunawahusieni kumcha Mwenyezi Mungu. Kumcha Mwenyezi Mungu maana yake ni nini? Kumcha Mwenyezi Mungu ni kuweka ukuta kati ya kwako wewe na yale ambayo hayapendi Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Ni kuweka ukuta, maana ya takwa ni kuweka ukuta kati ya kwako wewe na yale yasiyoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Hii ndiyo maana ya takwa iliyokuwa nzuri kabisa. Japo wanazuoni wameweza kuelezea maana nyingi, lakini maana fupi na nzuri ni hii, kwamba ni kuweka kizuizi kati ya kwako wewe na yale yasiyoyapenda Mwenyezi Mungu. Ni kujizuia, ni kujiweka mbali na yale asiyopenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Imamu Ali ibn Abi Talib yeye ameeleza takwa ni mambo manne. Akatuambia jambo la kwanza ni al-khawfu min al-jalili, ni kumuogopa Mwenyezi Mungu, kwamba ukisikia jina la Mwenyezi Mungu linatajwa basi uwe na hofu kubwa kumuogopa Mwenyezi Mungu. Lakini akasema jambo la pili, wal amalu bitanzil, na kuishi kwa mafundisho sahihi au na kuishi kwa muongozo wa Qur'ani, lakini pia na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo la tatu akasema waridha bil qalili, na kuridhika na kile kidogo alichokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ukiridhika na kile alichokupa Mwenyezi Mungu, hii ni miongoni pia mwa takwa. Lakini akasema jambo la nne na la mwisho, wal istidadu li yaumir rahili, na kujiandaa kwa ajili ya safari yako ya mwisho, kwa maana ya kifo. Kwa maana tunatakiwa tufanye maandalizi ya safari zetu hizi za mwisho. Kwa hivyo Imamu Ali yeye alitaja mambo manne, kwamba ni al-khawfu min al-jalili, kwanza kabisa ni kumuogopa Mwenyezi Mungu, lakini pia wal amalu bitanzil, na kuishi kwa mafundisho sahihi ya Qur'ani, lakini pia na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia jambo la tatu akasema waridha bil qalili, na kuridhika kwa kile kidogo ulichopewa na Mwenyezi Mungu. Jambo la mwisho na akasema wal istidadu li yaumir rahil, na kujiandaa kwa ajili ya safari yetu ya kifo. Kwa hiyo mambo haya manne ukiyafuata utakuwa basi umeishi katika takwa, lakini haya ndiyo maana kubwa na maana halisi ya takwa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inahadithiwa kuwa yeye siku moja alikutana na sahaba wake mmoja, alikuwa mdogo sana, akijulikana kama Haritha. Sahaba huyu alikuwa ni katika masahaba wadogo wa Kianswari. Wanazuoni wanatuambia wakati huo alikuwa na miaka 17. Huyu alikutana na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiani. Bwana Mtume akamwambia, kaifa asbahta ya Haritha, vipi umeamkaje ewe Haritha, umepambazukia na asubuhi, hali yako iko vipi? Akasema asbahtu mu'minan haqqan, kwamba nimepambazukia na asubuhi hali yako nikiwa muumini wa kweli kweli. Bwana Mtume akamwambia wama haqiqatu imanuka, na ni ipi imani, uhakika wa imani yako? Sahaba yule akasema azaftu nafsi ani dunya fastawa indi hajaruha wa dhahabuha, kwamba akasema azaftu nafsi, mimi nimeipa mgongo dunia, basi vikawa kwangu mimi sawa vitu viwili, hajaruha wa dhahabuha, kwamba ukiniwekea mawe na dhahabu kwangu mimi naona vimekuwa sawa vitu hivi viwili. Kwa hivyo tizama, hii ni takwa ya aina gani kabisa, ni aina gani ya takwa. Lakini takwa hizi tunaambiwa kuna daraja zake, zipo daraja kama vile yalivyo madarasa, basi pia takwa ina daraja zake. Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'an kwamba wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara, kwamba na watachukuliwa kwa kubembelezwa wakipelekwa katika pepo wale waliokuwa wakimcha Mwenyezi Mungu. Hii ni daraja ya kwanza Mwenyezi Mungu anatuelezea. Lakini daraja ya pili Mwenyezi Mungu anasema yauma wa uzlifatil jannatu lilmuttaqin ghaira ba'id, kwamba pepo zitasogezwa kwa wale waliokuwa wakimcha Mwenyezi Mungu. Tumeona daraja ya kwanza, watachukuliwa kwa kubembelezwa huku wakipelekwa katika pepo, daraja hiyo ya kwanza. Lakini daraja ya pili ni kwamba pepo zitasogezwa pale pale, wale hawatapelekwa popote, wale watasogezewa pepo yao. Hii ni daraja ya pili. Lakini daraja ya tatu na ya mwisho ambayo ndio kubwa zaidi, wanazuoni wanasema ili ya juu kabisa, wanasema
uzlifatil jannatu lilmuttaqina yawma nahshuru almuttaqina ila arrahmani wafda, kwamba siku ambayo tutakapowafufua wale waliokuwa wakimcha Mwenyezi Mungu hali ya kuwa akiwa ni wajumbe. Kwa hivyo utaona daraja hii ya juu kabisa. Kuna ya kwanza, wale waliokuwa wakimcha Mwenyezi Mungu watachukuliwa na kupelekwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wale daraja ya pili, pepo itasogezwa karibu yao kwa wale waliokuwa wakimcha Mwenyezi Mungu. Ya tatu, hawa waliokuwa wakimcha Mwenyezi Mungu watafufuliwa kwa mwenye pepo mwenyewe kabisa. Tazama, hii ni bahati ama ni malipo ya aina gani tunayopata kwa yule mwenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu, takwa maana yake ni kwamba ni kuweka ukuta kati ya kwako wewe na yale asiyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Lakini pia tumepata kuona takwa ina daraja zake, tumepata kuona malipo ya wenye kumcha Mwenyezi Mungu yanakuwa vipi. Kwa hivyo tumche ndugu zangu Mwenyezi Mungu ili tuweze kupata malipo. Inawezekana ukafikia moja ya daraja hizi tatu, utakuwa umefaulu kabisa siku hiyo ya Kiyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tu miongoni mwa waja wake wenye kusikiliza maneno na kuyafuata yale kwa mazuri. Kisha kwa mwenye maswali, maoni, ushauri, awasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii ama channel yetu hii ya Rapta TV. Comment, like, share, lakini pia subscribe ili uweze kupata vitu zaidi vya kielimu na kujifunza zaidi kama hivi. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.